nama kuria guothe uhoro uyu mwega ukahunjio thiini wa thi yothe ri undu ucio eka ni ukeragwo andu nigetha aririkanagwo. Bwana apewe sifa. Na Yesu Kristo akawaambia hili jambo ambalo limetendwa na huyu mama, kila pahali penye kutakuwa kunahubiriwa, Bwana apewe sifa, watu watakuwa wanaambiwa ndio huyu mama awe anakumbukwa. Bwana apewe sifa. Mungu atusaidie sana ndio tuweze hata nasi kutenda jambo ambalo litaweza fanya siku moja tukiwa kwa shida ama tukiwa kwa ngumu ama kwa uzito, Mungu wetu atakumbuka mema tulitenda. Bwana apewe sifa. Ririkana wega moro wa ithe witu kana mwari wa ithe witu ni ati uri weka ungituma Ngai waku akuririkana hindi ya mathina. Ni ati uri weka kana ni ati uri weciria ungituma Ngai witu aheana riciria ria undu uri urahogerera murito utirirwo ni andu. Ni lini ushawaitenda jambo ama uwaze jambo nzuri ambalo litaweza fanya wakati uko na shida, Mungu atumie mawazo ya mwingine akuwaze. Ngai witu atuigwireza na tuheuge. Bwana apewe sifa. Junior Kago, asante sana. Tuko mstari wa 14 na ni Mathayo 26. Sorry. Hede iyo humwa wa acio 12 uria wetagwo Judas Iskariota agithie kuri athĩnjĩri Ngai aria anene. Sikia, mmoja wao ambaye alikuwa anaitwa Judas Iskariota, mwana pesa, na pia ukumbuke alikuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Ni kama saa hizi pengine wewe ni mshirika, pengine wewe ni rafiki, pengine wewe ni workmate. Bwana pesa, unatoka pale penye watu wanaenda kufanya maovu, unaenda pale unaenda kuanza kuchunguza mambo ya mwenzako. Saizi Ngai akurathime na kutende mema. Ni kwa sababu ya kuingia katika maibada ya siku ya leo. Tunasoma katika kitabu cha Matthew 26. Sasa tuko mstari wa 14. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linasema, naye Judas akatoka pale Iskariota na akaenda pale kwa wale makuhani ambao walikuwa wamekaa chini kumpangia Yesu Kristo vile watamuua kwa njia ya ujanja. Na ujue Judas alikuwa rafiki wa Yesu wa karibu, mpaka yeye ndiye alikuwa anabeba nini? Kwanza alikuwa minister wa finance. Ngai ndiye witoto igwereza. Kwa sababu gani? Alikuwa amependwa na Yesu Kristo sana. Lakini wakati Yesu Kristo alikuwa anasema watu waombe wakeshe, wakati walikuwa wanaenda kwa mlima wakiwa na kina Petero, Yohana, kina Yakobo, ujue Judas kwa sababu alijua Yesu Kristo ni rafiki yake hakushughulika. Kwa hivyo lile neno ambalo lilikuwa limenenwa na nabii Yesu Kristo atasalitiwa likaingia ndani ya nani? Ya nini? Ile spirit ikaingia ndani ya nani? Ya Judas. Ndiye akaenda kufanya nini? Kuchunguza vile atafanya. Sikia, Adili Kenya, huko ni Mosi.